Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Wakorintho wa pili samani, sura ya 4 mstari wa kwanza na mstari wa 16. Wakorintho wa pili hiyo hiyo. Nasoma sasa Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza. Nasema, kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei. Mstari wa 16 nasema, kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanya upya siku kwa siku. Tuombe. Mungu, tunapofika mwisho wa kongamano hili, yashikizishe maneno haya kwenye mioyo ya wanawake hawa na wachungaji hawa waliokuja kwenye kongamano hili, katika jina la Yesu Kristo, amen. Kama unaandika kichwa, andika hupaswi kulegea, na msaidie, mwambie jirani yako hupaswi kulegea. Watu wa Mungu, mwandishi aliyeandika kitabu hiki ni Paulo, ambaye ameandika vitabu vingi katika Agano Jipya kuliko mtume yoyote, na nyaraka zake zimegawanywa katika mafungu kadhaa. Ziko nyaraka zinaitwa nyaraka za wokovu, na hizi ndio ni miongoni mwa hiki kitabu cha Wakorintho, na ziko nyaraka zingine zinaitwa nyaraka za kichungaji, na katika nyaraka hizo zingine zina jina zaidi ya nyaraka za kichungaji au nyaraka za wokovu. Kuna jina lingine la nyaraka tunaita nyaraka za gerezani, kwa sababu aliandika akiwa gerezani. Na neno hili hatulegei kwenye Agano Jipya liko sehemu mbili tu, na hizi nilizosoma. Na nimependa nikwambie, umefanya utumishi, umefanya mengi mwanamke, na umekuja hapa, na wewe mchungaji mwenzangu umetumika, umepita katika mengi, na kutia moyo tena, hupaswi kulegea. Katika jina la Yesu usilegee. Maneno ya Mungu yanaposema hatulegei, mara nyingi huwezi kusema hatulegei kama hakuna changamoto unazokutana nazo. Maneno haya yametanguliwa na changamoto ambazo zilikumba maisha ya utumishi ya Paulo. Lakini huyu mwanaume, jambo analoona la msingi kama tamko kwa wanaomtazama, anamwambia, anasema, pamoja na hayo yote tunayopitia, hatulegei. Jamani, amina. Na niliposoma katika hii mistari miwili, nimeona Paulo anazungumza kutokulegea katika mambo makubwa mawili. Kutokulegea katika mambo ya msimamo ya imani, iko kwenye sura ya 4 mstari ule wa kwanza. Maana mchini anasema tumekataa mambo ya aibu. Maana yake nini? Anataka kusema katika msimamo wa imani na Mungu wetu tunayemtumikia, na changamoto za kiitikadi tunazokutana nazo, sisi hatulegei. Na huu wakati tunaoishi, kanisa la Mungu, ziko changamoto za kimafundisho, ziko changamoto za kiitikadi ambazo zinalipiga kanisa, zinalishambulia kanisa, na kama kanisa lisipokuwa imara, linaweza likatoka hata kwenye misingi ya kweli. Changamoto nyingi, changamoto za mafundisho potofu ambayo hayakuwa misingi ya imani yetu tangu tulikotoka. Sasa hivi yako mafundisho yanayekataa kutoa zaka, yako mafundisho yanayekataa kufungisha ndoa kanisani. Si mnayasikia?
tasijui waoaneje, watupe mbadala. Kijana wa kiume na binti wanapotaka kuanza kuishi pamoja, waanzeje maisha pasipo kuweka utaratibu. Yako mafundisho yanayolifundisha kanisa kwamba lazima lipite kwenye dhiki kuu, na wengine wako humo wanaweza kuwa wanaamini kwamba tutapita kwenye dhiki. Yako mafundisho yanayolidharau hata kanisa lao sana, na wengine hata imani ya kanisa lao imeondoka. Hawatamani tena kuita Tanzania Assembly of God. Na wengine wako kimachale, yani anawaza kuchomoka kwa sababu wamekata tamaa na kanisa lao, na watu wanaolishambulia kanisa wanaongezeka kulishambulia kanisa. Hivi tumetangaza miaka 13 ya moto wa uamsho, wengine wanakataa, wanasema hawezi uamsho kutokea. Nataka nikwambie, katika hayo yote hatulegei. Nasema tena hatulegei. Tumetangaza miaka 13 ya moto wa uamsho itatokea katika jina la Yesu. Wanaosema tumepoa, kanisa linapotea, bado hatulegei. Sisi hatujapoa. Ndio maana tunadadokea ya nguvu hapa, na zawadi za nguvu hapa, na maombi ya nguvu, na mifungo ya nguvu. Wengine wanaangalia vitu vichache tu. Nataka nikuambie, tunapozungumza uamsho ni jambo kubwa, haliangalii vitu vingine vidogo. Niliwahi kuzungumza, wale wanaomeza uamsho huwezi kutokea kwenye kanisa hili, alafu wanazungumzia uamsho kina Martin Luther, wanazungumzia uamsho mbalimbali wale kutokea duniani. Hakuna uamsho uliowahi kutokea duniani ambao haukuwa na mapungufu madogo. Yalikuwepo, lakini wale waliosimama wakasema pamoja na haya mapungufu, sisi tunaamini tutatoboa mpaka ng'ambo ya pili. Wakaanza na walioanza, mengine sisi tunamalizia, walioyaacha. Uamsho kina Martin Luther sio alifanya yote, aliacha vitu vingi tu. Aliacha ubatizo wa maji machache, aliacha kipaimara, lakini tumetokea sisi wakina Kalinga na wengine, tumeendeleza pale alipoishia yeye. Aliweka msingi wa wokovu, kwamba wokovu sio kwa kutoa pesa, wokovu ni kwa neema ya Bwana. Akakata baadhi ya miti mingine akaiacha, na bado kukawa kuna baadhi ya msitu huko. Sisi tunamalizia kufyeka msitu uliobakia. Badala ya kipaimara tumeweka ujazo wa Roho Mtakatifu. Badala ya kunyunyizia maji kichwani, tunaenda mtoni kama Yesu alivyobatizwa. Mtu mmoja aseme amen. Hatulegei. Mwambie mwenzako usilegee kimisingi ya imani. Mwambie endelea kukaza, usilegee. Acha kuchoka. Unafanya kazi kizembe tu, unakaa yani umepigwa na maimani potofu, unalegea mahali pako, unafikiri watasimama. Katika jina la Yesu nataka nikuambie, pando lililopandwa na Baba ndio litakalodumu. Pando lisilopandwa na Baba litamolewa. Haijalishi kulia kushoto, umechomekewa kanisa linalotumia mafuta na maji, hawana misingi ya kweli, na wewe unakaspika kamoja au unatumia mdomo tu. Usilegee. Kataa mambo ya aibu, simama na Bwana, utatoboa hapo. Lakini jambo la pili, Paulo anaposema hatulegei, sehemu nyingine anazungumza mitikisiko inayogusa maisha yako, inayogusa afya yako, inayogusa utu wako. Kuna mambo tunakutana nayo yanapiga maisha yetu, yanapiga afya, yanapiga amani. Hata hayo yakitokea, usilegee. Mimi sijui unapigwa na nini, lakini ukiondoka kwenye kongamano hili, yote yaliyokupiga yapige, lakini usilegee. Neno usilegee linazungumza kwa mtu ambaye yuko kwenye mapambano, kwa mtu ambaye anakula za uso. Hata kama unakula na za uso, usilegee. Endelea kupambana bila kurudi nyuma. Mimi mdau wa ngumi, ukishika simu yangu huwezi kutembea sana bila kukuta ngumi au waimbaji. Anapigwa mtu mpaka anachuruzika damu. Lakini nataka nikwambie moja mambo ya faraja. Unakuta jamaa
wakati anaendelea kupigwa, damu imechanganyikana, baadaye yale maumivu hayaoni, hata akipigwa kwenye meno haoni, baadaye anazipiga tu itakaye mkuta hiyo hiyo. Unaweza ukashangaa jamaa limeshinda na damu inatiririka, alafu wanakwenda kumkumbatia mshindi, lakini mwenye damu zinamwagika, mwenye manundu, lakini ameshinda pambano. Mimi sijui unapigwa za uso gani, lakini katika jina la Yesu usilegee. Endelea kupambana tu. Paulo anasema kwa hiyo hatulegei. Anaeleza, anasema ni kweli, utu wetu wa nje unaweza ukaonekana unachakaa, lakini uko utu wa ndani. Lia machozi hapa nje, lakini ndani uwe gangari kinoma, ndani uwe jasiri kinoma. Wakiangalia uso wako kama uliyeshindwa, lakini ndani wewe ni mshindi, unasonga mbele. Usilegee. Nazungumza na mwanamke aliyokuja kwenye kongamano hili. Sijui wewe ni cheo gani, sijui unakutana na nini kwenye idara hiyo. Usilegee. Wengine wanafikiri mnakutana nayo nyinyi tu, hata sisi tunakutana nayo. Tunakutana na mbomolingo mingi. Usitione tuko hapa mpaka leo, tumeshakutana za uso nyingi tu, lakini kilichotusaidia hatukulegea. Hebu mwambie jirani yako usilegee. Mwambie tena usilegee. Simama hapo ulipo, nikuombee ujasiri wa kusonga mbele, ili baada ya kongamano hili ukaendelee kuwa jasiri, ukaendelee kuzipiga bila kulegea. Rudia maneno hayo, nyosha mkono wako juu. Sema, Baba wa mbingu na nchi, ninapotoka kwenye kongamano hili, nivike roho ya ujasiri. Nami kama mtumishi wako Paulo, ninakataa kulegea. Silegei. Japokuwa yako mapambano, ziko vita, wako maadui wanaosimama kinyume changu, wahakikisha nimedhoofika, nimeondoka kwenye ramani. Bwana, ninatamka kwa kinywa changu ya kwamba silegei. Japokuwa utu wangu wa nje unaonekana kama unachakaa, lakini Bwana, utu wangu wa ndani unafanyika upya siku kwa siku, na ninatamka tena mbele yako, silegei. Ninayatupilia mbali mashaka yote, ninatupilia mbali uoga wote, ninatupilia mbali kushindwa kote. Ninazima masikio yangu kusikia maneno ya uongo, ninafungua masikio yangu kwa Roho wako Mtakatifu tu. Nitavipiga vita mpaka mwisho. Nina yako maneno yanasoma juu yangu, lakini nasimama na wewe. Silegei. Hata kama kuna dalili za kuchoka niliziona ndani yangu, lakini nasimama mbele yako Bwana. Ninatamka kwamba tangu leo silegei. Romanakora Masayas. Wenye vitu wa idara, njoo hapa. Nataka kuona wenye vitu wa idara kanisa la mahali pamoja, njoo hapa. Wachungaji, njoo tuweke mikono kwa wenye vitu hao. Wakilegea idara imekwisha. Hawa ndio wabeba maono wa idara kanisa la mahali pamoja. Tuombe Mungu awasaidie. Wanayokutana kwa wanawake huko ni ajabu, lakini leo nakwambia usilegee. Wako wachungaji hapa mnapita kwenye magumu, lakini wewe angalau una misuli ya mafundisho, una misuli ya uzoefu kwenye kazi. Hebu tuwaombee wenye viti hawa, wakiweza kupita na kamati zao sawa, tuwaweke mikono ili wema wa Bwana uwe juu yao, ujasiri uwe juu yao. Weka mikono tu mchungaji juu ya viongozi hawa. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, naomba na viongozi hawa ulioweka kusimamia idara ya kanisa mahali pamoja, yale wanayopambana nayo wewe unajua, vita wewe unajua, kukatishwa tamaa wewe unajua. Baba, ninaomba kwa ajili yao. Mungu asaidie, wasilegee. Kuko kukatishwa tamaa kwingi. Jehova, ninakuomba wape nguvu,
dimension. Mwana wa Mungu aliye hai. Ulebosha kanona usiku. Ulima rona marango neresi. Rikurianda na makasho. Ulebosha katandosi. Ulebosha kapotandes. Raba kantole oyanda. Ukilikoya sontenano. Ninaachilia uweza wa kiungu uguse maisha yao. Wape ujasiri